Ndugu yangu, karibu sana katika hali ilivyo, eh? Asante. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Joel. Joel, eh? Yeah. Karibu kwenye hali ilivyo. Daktari Jalasi yuko hapa studioni, anakusikiliza. Habari ya asubuhi. Nzuri sana Jala. Daktari Jalasi hapa, hebu nipatie shida yako nisikie. Shida yangu Jala, nimeoa kwa miaka 7. 7 years of marriage. Niko na watoto wawili. Watoto wawili. Lakini huyu bibi yangu tangu tuoane ni muoga sana upande wa kusoma katiba. Anakuwaje muoga upande wa kusoma katiba na tayari mko na watoto wawili? Hiyo ni uoga gani? Yaani kila wakati ajisikii mara hata mchana hivi labda watoto wameenda shuleni kwa nyumba ataka tuweko na wakati mzuri ya ngumu, usiku taa nataka izime kabisa. Hataki Hebu nikuulize. Usiku ukisoma katiba lazima taa izime kabisa? Hataki tai wake, hataki hata kushukisha bendera, hataki nijua ameshukisha, nasikia tu kwa ndani ya blanketi. Okay, ngoja kwanza. Kwa hizi miaka 7 umesoma katiba mchana mara ngapi? Sijawahi. Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu. Mbona hivi jamani? Si mke wako huyu? Kabisa. Mke wako wa ndoa ambaye mko na watoto wawili? Haujawahi soma katiba yani wakati kuna mwangaza? Hakuna siku. Miaka 7. Miaka 7. In short, haujawahi muona kabisa? Kumuona naweza muona tu labda ametoka kwa bafu hivi. Naweza muona tu, lakini hata upande wa kusoma katiba, yani ikifika tu upande wa kusoma katiba ni hataki ni muone. So tuseme leo katika hali ilivyo na tuweke wazi kwamba katiba yake hujawahi kuiona. Katiba nimeshaiona lakini naonanga wakati kwa giza. Kwa giza huwezi ona. Unanichanganya. Kwa giza. Unless kutumia torch. Yeah. In short, kuiona nimekuelewa sasa. Kuiona sasa kuna macho hivi sijaiona. Kwa miaka 7. Miaka 7. Mako. Wow. Joel. Are you serious? Very serious. Na nikuulize. Ngoja, unanipa raha katika hii ndoa yako. Hivi na Kapedo yeye yako ashawahi kuiona? Mara mingi anaionanga tu. Mbona hataki katiba isome mchana? Yuzi nimemuuliza akaniambia yeye si fan wa kusoma katiba, mara anaogopa. Unaweza pata sasa tuko nyumba bila kumguza hivi mkono anasema ngoja watoto walale, ngoja kwanza tabia mbaya. Sasa nashangaa tabia mbaya namna gani? Bibi yako mmoja anakuambia tabia mbaya? Hata ukiguza tu mtukoni hivi anakataa, anasema mmekaa kwa kiti mnaona TV. Labda ameokoka. Ameokoka, yes. Yesu ni Bwana. Kulingana na vile unavyonielezea tayari naweza kuona kwamba ameokoka. Wow. Okay. Ungependa nini katika hali ilivyo? Nilikuwa nataka mjaribu kunipa advice vile naweza tumia angalau akuweko fan labda nikiguza mkono hivi anatulia, asikuwe mtu akorosha mateke sana. Na pia akubali katiba isome mchana. Maumbile yake ni maumbile ambayo iko sawa. Nikimwangalia TV upande tukaa tunataka kulala, unafurahi tu. Unafurahi. Lakini tu ile sasa taa ikizimwa tena ile raha tena hakuna. Mimi nakwambia Mwakideo. Ndio. Utamu wa katiba nini? Ndio. Utamu wa katiba ndio ni pale unapoiona na kufungua chapter baada ya chapter. Ndio. Chapter baada ya chapter. Kama ambayo ni yako. Kama ni yako. Ni katiba yako ya wimbi. So kitu ya kwanza ya taa. Nunua hii kitu inaitwa side lamp. Unajua? Unajua katika kitanda side lamp kuna kuaga na zile taa za pembeni mbili upande wa kushoto kuna taa, upande wa kulia kuna taa. Ndio wanaziita side lamp. Unazielewa hizo?
Aha. na usinunue yenye ni bright sana, unajua. Aha. Sasa unaanza kumwongelesha mama, unajua labda hii taa ya juu wewe umeweka hii ya life saver hii yenye ikifunguka nayo pia ni saa 7 mchana Kabisa. Sasa tuanze na kuleta kutoka Pole pole giza. kwa mbali. Pole pole, unajua Eh. pole Yani- pole, mood light. Yesu wangu Kristo, hii radio. No, anachosema daktari Eh. usimshtue tu na Na taa taa ile, mara moja. taa ya mchana. Unaipata? Anza kuintroduce taa ambazo zile ziko dim, unaelewa dim lights zile. Pole pole anze kuzoea katiba ikisomwa katika dim lights, pole Dim light, pole pole pole, ukiongeza taa, ukiongeza mpaka siku taa, moja makali ya taa unaongeza pole pole tu. Unanipata? Mm. Mpaka wakati itafika sasa life saver iko hapo, na life saver na unajua ni mchana kabisa. Unanipata? Na atakuwa ametulia na yuko comfortable. Unanipata? Eh. Kisha kitu kingine ya kwanza kumleta karibu. Unanipata? Eh. Anza kumnunulia hizi gifts ndogo ndogo. Unanipata? Gift ndogo ndogo. Ndogo ndogo, hata unakuja na maua nyuma yake hivi, unampatia, unamkumbatia hivi. Atakuwa na furahia ile gift kuliko ile Kumbato. kule kumbato. By the time unamkumbata hivi, tayari anaanza kufeel ile Raha na mapenzi, raha inaanza mapenzi kutoka ile nje, raha, nje kidogo. Ndio. Unanipata? Yeah. Gift ndogo ndogo, mlete kama ni earrings hivi, unamwambia babe, acha ni fix. Unanipata? Ka necklace hivi, unamkuja karibu hivi, unamwakea, na unapoifunga tu hivi unapiga busu kidogo. Unanipata? Kisha kando na pale pia jaribu kuenda hata mbele zaidi na kumnunulia zawadi ambazo ni nguo zile za ndani. Longri kabisa. Ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimnunulia zile atataka kukuonesha yeye mwenyewe, unaona? Unanipata? Atataka kuonesha, atataka kuonesha zile nguo zinamkaa namna gani. Kisha unamsifu, unamwambia inakaa mzuri. Hii inakaa vizuri. Yaani una build kitu kisungu unaita confidence. Unanipata? Unatoa ile uoga wake pole pole. Ndio. Unanipata? Ndio. Kabisa. Hadi utastukia yeye ndiye anaanza kukupiga mahag hapa na pale nini haraka sana. Na siku moja bendera iteremke mchana saa 7. Kabisa. Na ufurahie katiba ya mchana jamani, ndugu yangu. Hujaona raha. Umeona raha jamani. Miaka 7 umekuwa mfungwa jamani. Umekuwa mfungwa kabisa. Kabisa. Toka kwa huyu nyapara jamani. Pole pole tu, lakini build confidence yake. Unanipata? It will take time, lakini ile pole pole. Sawa? Nimesikia daktari. Na ndio hali ilivyo. Tena kwa mpigo zaidi.